kumkaribisha muda mwingine. Basi nitamkaribisha mchungaji ambaye atatoa somo la siku ya leo. Tujiweke tayari kwa ajili ya somo hili. Mchungaji, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru sana Mungu kwa neema na mibaraka mingi ambayo ameweza kutupatia, na kwamba imempendeza siku ya leo tuweze kuwa pamoja katika ibada ya pamoja katika kanisa hili la Kigoma. Pia tumebahatika na kuwa na baraka mkubwa kuwa na wageni ambao Mungu imempendeza leo tuweze kushiriki pamoja. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu kwa mibaraka na neema yote ambayo ametujalia. Lakini si tu sisi ambao tumebarikiwa, tunao wengi ambao sabato ya leo na wao wanabarikiwa katika maeneo tofauti tofauti katika nchi yetu, lakini pia hata katika ulimwengu mzima. Sabato kama hii ya leo inaabudiwa maeneo mbalimbali. Hivyo basi tunapenda kuungana na wana na binti za Mungu katika maeneo mbalimbali ambapo wanamwabudu Mungu katika wakati kama huu leo. Nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya nyimbo zilizotangulia kuimbwa ambazo zimeendelea kuwa faraja, lakini ni namna moja pekee ya kuletwa karibu na Mungu na mioyo yetu kuweza kufunguliwa. Nami pia nipende kualika kwa somo ambalo tutalitafakari katika mchana huu wa leo. Somo letu lina kichwa kinachosema kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani ndilo somo letu ambalo tutalitafakari katika siku ya leo. Kurudi nyumbani ni jambo ambalo kila mmoja wetu analielewa na analichukulia kwa uzito wa namna yake. Tofauti na mtu ambaye amefika nyumbani. Mtu ambaye anarudi nyumbani ni yule ambaye yuko njiani, anatamani kufika nyumbani. Kwa hiyo mawazo yake, tafakari yake, kila anachokifanya anajitahidi kuifananisha na kule ambako anatazamia kwenda au kufika nyumbani. Kila mtu anatamani kurudi nyumbani baada ya safari ndefu. Kwa safari ndefu, kila mmoja anatamani arudi nyumbani, akapumzike nyumbani. Kwa sababu gani? Safari ina changamoto nyingi. Katika safari kuna majaribu mengi. Katika safari kuna makwazo mengi. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni msafiri na njia inakuwa ni ndefu na iliyojawa na ugumu mwingi sana. Hivyo hivyo na sisi kama wasafiri ama kama Wakristo wasafiri. Kama Wakristo sisi ni wasafiri. Tunapita tu duniani humu kama wasafiri, kwamba nyumbani kwetu ni mbinguni, na humu duniani tunapita tu, wala hatuoni kama hapa ni kwetu. Tunasafiri, tunapita hapa duniani. Nyumbani kwetu ni mbinguni, ndo makao ambayo Mungu ametuahidi na ametuandalia kwamba tutaenda kuishi, na huko ndiko ambako tunatazamia kuishi milele zote. Kuna magonjwa katika dunia hii, kuna vifo, kuna mambo mengi yanayotusikitisha. Lakini tunapotafakari na kukumbuka kwamba tunaenda nyumbani, hayo hayawezi kuwa na uzito tena. Uzito wake unapungua au unaisha kwa sababu tunakumbuka tunaenda wapi? Nyumbani. Kwa hiyo katika mchana wa leo tunatafakari habari ya kurudi wapi? Nyumbani. Na kurudi nyumbani ambako tunakuzungumzia ni baada ya Yesu kuja tena kutuchukua. Kwa hiyo kurudi nyumbani kwetu
kuna maanisha kule kuja kwa Kristo mara ya pili kuwachukua watu wake. Katika Biblia tutasoma mafungu kadhaa, na kwamba somo letu hili linatupatia ujumbe wa matumaini, lakini pia linatupatia ujumbe wa kujiandaa ama kujitayarisha. Tunapotafakari na kufikiri kwamba hapa sio kwetu, sisi ni wapitaji tu, tunapata matumaini, tunaongezewa nguvu za kusonga mbele katika safari ya imani. Katika Ukristo wetu tunaendelea kupata nguvu, lakini si hivyo tu, tunakumbushwa katika somo letu kwamba tujitayarishe. Bwana asifiwe. Amen. Tujitayarishe kwa sababu Yesu ndiye atakaye kuja kutuchukua na kutupeleka wapi? Mbinguni. Hatuendi peke yetu. Katika Yohana sura ya 14 fungu lile la kwanza hadi la 3, naomba msomaji mmoja atusomee. Yohana 14 fungu la kwanza hadi fungu la 3. 14:1 hadi 3 inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Asante. Anasema nami nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwachukue kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunapata ahadi moja kubwa nzuri ambayo katikati ya changamoto nyingi za maisha inatutia nguvu kiasi kwamba hatuwezi kuona changamoto yoyote ya kuendelea na safari, kwa sababu tuna ahadi kubwa namna hii. Na kwa vile tunajua Yesu amezungumza maneno haya kwa kutuahidi, lazima ahadi hii itatimizwa. Tunaweza tukawa na mambo mengi ya kutukatisha tamaa, lakini tukumbuke kwamba nyumbani kwetu ni wapi? Mbinguni. Hapa sio kwetu, na Yesu ameahidi ya kwamba anaenda kutuandalia makao, alafu atarudi kutuchukua ili tukaishi na kukaa milele zote. Katika Filipi 3 fungu la 20 anasemaje? Filipi 3:20 nasema, ndiyo, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo. Asante. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko wapi? Mbinguni. Mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo. Ahadi ile tuliyosoma katika Yohana pale 14 fungu la kwanza mpaka la 3 linarudiwa tena katika maelezo ya Mtume Paulo kwa Wafilipi, akitukumbusha na kutueleza ya kwamba kwa sababu sisi wenyeji wetu uko mbinguni, basi tunaendelea kutumaini na kutegemea ahadi hizo, kama mitume walivyotegemea wakaamini katika hivyo, ndivyo ambavyo mimi na wewe pia tunapaswa kuendelea kuamini. Kumbuka jinsi mitume walivyopitia changamoto nyingi sana katika safari ya imani. Waliudhiwa kwa ajili ya Injili, waliteswa kwa ajili ya Injili, walipigwa mapigo kwa ajili ya Injili, lakini walikosa mambo mengi kwa sababu ya Injili. Kwa nini walikubali hii hasara? Kwa nini walikubali hizi changamoto katika maisha yao? Ni kwa sababu walijua wao hapa duniani ni wapitaji tu, makao yao yako wapi? Mbinguni. Hata leo hii mpendwa, unapoamini juu ya maneno haya ya kwamba sisi hapa duniani ni wapitaji, hakuna kitu chochote kitakachokutia hofu katika safari ya mbinguni. Hata kama wakati mwingine unaweza kukosea, lakini bado unatizama wapi? Msalabani, kwamba Yesu ataendelea kunitengeneza na kunistahilisha ili niweze kufaa kukaa
pamoja na yeye milele zote. Ndilo tumaini ambalo ni kubwa sana. Fikiria jinsi gani ilivyokuwa. Kwa mfano, kipindi Petro alikamatwa akapelekwa gerezani, anajua kwamba siku inayofuata anaenda kuchinjwa au anaenda kuuawa. Nini kilitokea? Kwa sababu alikuwa na matumaini haya, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba hapa duniani yeye ni mpitaji tu na kuna maisha baada ya haya maisha. Hata akifa alikuwa haogopi chochote. Hata yuko gerezani kule amelala tu, anajua kesho asubuhi wataenda kumchinja, lakini yeye amelala gerezani wala hana hofu. Usingizi wake haukukatishwa na kifo ambacho ametangaziwa na taifa limetangaziwa kwamba Petro anaenda kuchinjwa. Hebu fikiria imani ya namna hiyo ikoje? Sisi leo hii tu mambo madogo madogo sana yanatufanya tukwazwe, hata tusione thamani ya imani tena kwa sababu ya jambo dogo tu. Angalia jinsi ambavyo tunakosa matumaini, na isiwe hivyo kwa watu wa Mungu. Kupitia somo hili, hebu matumaini yetu yaongezwe. Hata kama kuna shida gani, wewe mtazame nani? Yes. Yesu aliyetoa ahadi hii, kwa sababu ni lazima ataitimiza. Katika Ebrania sura ile ya 11, Waebrania 11 fungu la 9 mpaka fungu la 10. Inasema, kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Asante. Bwana asifiwe sana. Tunamwona Ibrahimu anatolewa katika nchi yake, anaambiwa aende katika nchi ipi? Ya ahadi. Hata alikuwa haijui, lakini kwa sababu Mungu anamwelekeza ameenda, akakaa huko. Maandiko anasema alikaa pale akitegemea na kuamini kuna mji ambao Mungu anamtengenezea, ambao hautakuwa na changamoto za aina yoyote. Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo anaeleza habari hizo. Fikiria mpendwa, imani yako ikoje? Angalia jinsi gani ambavyo katika maisha yetu vitu vidogo vidogo vinatukatisha tamaa tusiendelee na safari. Lakini huyu Ibrahimu imani yake ilivyo kubwa, ametoka katika nchi yake, anaenda katika nchi asiyoijua na anakaa huko. Kwa nini aliweza kufanya hivyo? Alikuwa na mawasiliano na mbingu. Anajua kwamba kuna maisha mazuri baada ya maisha ya dunia hii. Katika sura ile ya 12 fungu la 19 hadi 24, katika Ebrania hiyo hiyo 12, Ebrania 12 fungu la 19, Ebrania 12, msomaji wetu, mstari wa ngapi? 12 mstari ule wa 19 hadi 24. Waebrania 12 mstari wa 12, 19 hadi 24. Nasema, na mlio wa baragumu na sauti ya maneno, ambayo wale walioisikia walisihi wasiambiwe neno lolote lingine, maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoamriwa. Hata mnyama akiugusa huo mlima atapigwa kwa mawe. Ebrania 12 fungu la 19 hadi 24. Ndio hiyo. Asante. Bwana asifiwe sana. Hebu 13 fungu la 14. Nasema, maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Asante. Bwana asifiwe sana. Amina. Hilo fungu lilokuwa nalitafuta.
anasema hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Bali twautafuta ule ujao. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, hapa duniani hatuna mji wa kudumu. Mji wetu wa kudumu huko mbinguni. Kila wakati tunapaswa kuweza kukumbuka maneno hayo yanayotutia faraja. Tunaishi kama wasafiri tukitazamia jiji la mbinguni. Kama vile mwanadamu anavyotamani kuwa katika miji ile mikubwa mizuri kwa sifa zake, ndivyo ambavyo na sisi leo hii tunapaswa kufikiri kwa sana kuhusu mji huo ambao unadumu na ni mji wa milele, mji mtakatifu, jiji la Mungu mwenyewe. Wakati tunaoishi sasa ni wakati ambako kwa kweli kurudi kwa Kristo kumekaribia sana. Katika Mathayo 24 fungu la 30 hadi 31, Mathayo 24:30 hadi na 31, anasema, ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Asante. Bwana asifiwe sana. Tunaonyeshwa kwamba kurudi kwake kutakuwa ni kwa utukufu mkubwa sana, na kila jicho litamuona. Kila jicho litafanyaje? Litamuona. Na dalili za kurudi kwake, wapendwa, zimekwisha kuonyeshwa na zimetimia zote. Zilizobakia ni chache sana ambazo ni za kuhakikisha kwamba sasa Yesu anafanyaje? Anarudi tu, lakini dalili zote zimetukia. Katika Luka 21:28 na hadi 31 tuone hizo dalili kwa ufupi. 21:28 anasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinua vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Asante. 31 akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote, wakati ishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika muonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu. Asante. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, matukio ya ulimwengu yanatukumbusha kwamba wakati wa kurudi kwa Yesu umefika. Wakati wa kurudi kwa Mwokozi umekaribia sana, na tunapaswa kujiandaa. Ni nani watakaorudi nyumbani pamoja na Yesu wakati Yesu atakapokuja kuchukua watu wake? Ni wangapi ambao Yesu akija ataenda nao? Bwana asifiwe sana. Nashukuru kama tunatamani hivyo na tunajiandaa. Tuondoe vile vikwazo vyote ambavyo kwa kweli vitatufanya tutakapokutana na Mwokozi tutamkimbia badala ya kumfurahia. Katika Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3 na wa 4 inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Asante sana. Neno la Mungu linaeleza na kutukumbusha matumaini yaliyo hai. Ni matumaini ya kweli
ambayo hayana mashaka ndani yake. Anasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Wapendwa, tulikuwa hatustahimili, tulikuwa hatufai, lakini kwa kifo cha Yesu pale msalabani inawezekana mimi na wewe kuwa miongoni mwa wale ambao wataingia katika makao yale ya milele, katika jiji lile la mbinguni. Anasema ili nini? Ili tuweze kupata urithi usioharibika, urithi usio na uchafu, urithi usionyauka, urithi uliotunzwa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbe wapendwa, leo hii kama Wakristo tunaoishi katika dunia hii tunapaswa kukumbuka, wapendwa, ahadi hizi. Mungu ametuandalia vitu vizuri kama hivi, urithi wetu ambao hauharibiki uko umetunzwa mbinguni, urithi ambao hauna uchafu uko wapi? Uko mbinguni, na kwamba tunao urithi usionyauka na umetunzwa mbinguni. Tungelitamani kila wakati kufikiri juu ya makao yale ya milele katika jiji lile la mbinguni ambako tutaishi kwa furaha na amani. Katika maelezo machache ya roho ya unabii katika testimoni ya 8 ukurasa ule wa 253 kuna maelezo mazuri hapa na nimetamani tuyatafakari pamoja. Anasema Bwana yu karibu kuja na lazima tujitayarishe kukutana naye kwa amani. Bwana yu karibu kuja na ni lazima tujitayarishe kukutana naye kwa nini? Kwa amani. Ni pale tunapojitayarisha, ni pale tunapojiandaa katika mioyo yetu, kwa sababu anapokuja anakuja kwa mawili, kama sio kwa hasira na ghadhabu, basi ni kwa amani. Lakini neno la Mungu linatushauri kwamba tujitayarishe kukutana naye kwa nini? Kwa amani. Kwa amani ni pale tunapoishi kwa makusudi ya Mungu. Anasema tutakapoishi kulingana na makusudi na mapenzi ya Mungu, ndivyo ambavyo tunapatanishwa naye kila wakati. Kwa hiyo hata anapokuja tutamtambua na tutamfurahia. Lakini kama hatutaishi kulingana na mapenzi ya Mungu, maana yake tutamkimbia. Anasema na tuazimie kufanya yote tuwezayo kuwapa nuru wale wanaotuzunguka. Hatupaswi kuwa na huzuni, lakini tuwe na furaha, na tunapaswa kumweka Bwana Yesu mbele yetu daima. Anakuja hivi karibuni na ni lazima tuwe tayari kungojea kuonekana kwake. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunapaswa kuwaambia wengine habari hizi za kuja kwa nani? Kwa Yesu mara ya pili, kwa sababu huu ni ukweli ambao hauwezi kupingika kwamba Yesu anafanyeje? Anarudi. Na kama anarudi, ni lazima tuwe tayari na kungojea kuonana na yeye. Kama anakuja, wapendwa, Yesu, tuko tayari kuonana naye au tutakimbia? Ni jinsi itakavyokuwa utukufu kumwona na kukaribishwa kama waliokombolewa. Tumengoja kwa muda mrefu, lakini tumaini letu si hafifu. Tumengoja kwa muda mrefu, lakini tumaini letu si nini? Si hafifu. Ikiwa tunaweza kumwona mfalme katika uzuri wake, tutabarikiwa milele. Naelekea nyumbani. Tunakaribia wakati ambapo Kristo atakuja kwa nguvu na utukufu mkuu kuchukua waliokombolewa hadi kwenye makao ya milele. Bwana asifiwe sana. Naelekea wapi? Nyumbani. Tunakaribia wakati ambapo Kristo atakuja kwa nini? Kwa nguvu na utukufu mkuu kuchukua waliokombolewa hadi kwenye nyumba ya milele. Wapendwa, ni jinsi gani katika maisha yetu
tungeendelea kujitayarisha kwa ajili ya kukutana na Yesu. Itakusaidia nini wewe kupata ulimwengu huu halafu ukose jiji zuri kama hili ambalo tumesikia habari zake lilivyo? Katika Ufunuo sura ile ya 21 fungu la 2 mpaka fungu lile la 5. Ufunuo 21 mstari wa 2 hadi wa 5 anasema, kisha nikaona nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Asante. Bwana asifiwe sana. Amen. Wapendwa, kuja kwa Kristo ni kwa hakika, na makao haya ambayo tunayaelekea, jiji la Mungu, limeelezwa katika maelezo hayo. Ni mji ulio mtakatifu, Yerusalemu mpya ambako tunaenda kukaa. Anasema akasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na nani? Na wanadamu. Wapendwa, tunaenda kuishi na Mungu milele zote. Masumbufu yote tunayoyaona katika dunia hii, vilio vyote ambavyo umewahi kuvipitia, kwa changamoto iwayo yoyote unayojua wewe ambayo unaipitia hata sasa, utakuja kuisahau, lakini ni pale tutakapokuwa waaminifu. Mungu atakuwa pamoja na sisi, na sisi tutakuwa pamoja na yeye, na sisi tutakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja na sisi. Lakini jambo la kupendeza, anasema kwamba atafuta machozi yao, wala mauti haitakuwamo humo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa maana mambo ya kwanza yamefanyeje? Yamepita. Bwana asifiwe sana. Mambo ya safarini utakumbuka, mpendo, ukiwa umefika nyumbani. Ukifika nyumbani utakumbuka kweli mambo ya njiani? Hapana. Kwa hiyo usiweke alama katika mambo ya safarini. Limepita jambo, limepita. Tazama kilicho mbele yako, ili ufike wapi? Nyumbani ukiwa salama. Vinginevyo utaumia njiani na utashindwa kumaliza safari. Kwa hiyo tujitahidi tusonge mbele katika safari yetu ya imani mpaka pale tutakapofika nyumbani kwetu mbinguni. Hebu kila mmoja ikawe ni hamu, ikawe ni shauku na furaha yake kuweza kufika kule mbinguni. Katika Ufunuo sura ile ya 12 14-12 inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Asante. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. Wale watakaoingia katika huu mji wa Mungu ni wale wanaoishi kulingana na sheria za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu. Wapendwa, kama tutalisikiliza Biblia au neno la Mungu linasemaje, kama tutasikia neno la Mungu kwa uaminifu na tukalileta katika maisha yetu, hapa ndipo pa kuvumilia, ni pa kuvumilia na kusubiria mpaka Yesu atakapokuja. Yesu atakuja na itakuwa ni furaha kubwa sana, ambapo kusubiri kwetu kutakuwa si kazi bure, bali itakuwa ni furaha ya pekee. Yesu anarudi haraka sana. Ni maswali machache ya kujiuliza. Kama atarudi,
kama atarudi. Je, sisi tuko tayari kurudi nyumbani pamoja na yeye? Kama Yesu atarudi leo hii, tuko tayari kurudi pamoja na yeye nyumbani mbinguni? Maana yeye ndiye anayekuja kutulaki, kutupokea, si ndivyo? Ili atupeleke wapi? Nyumbani. Maana yeye ni mwenyeji, na sisi tumekuwa wasafiri tuliopotea kwa miaka mingi. Tumesumbuka huku na kule, tumeshachafuliwa, tumekuwa hatufai. Sasa anakuja atuchukue, alafu atupeleke wapi? Kule ambako alisema anaenda kutuandalia mahali. Mpendwa, wewe uko tayari? Akija leo hii, uko tayari? Au utasema kwamba kuna biashara yangu hii nikamilishe kwanza, au kuna jambo langu hili kwanza nilimalizie, au utamsubirisha kwamba Yesu msubiri kidogo kwa ajili ya jambo fulani? Hapana. Hapa ndipo penye subira ya nani? Ya watakatifu au wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu Kristo. Hayo ni maswali ambayo tunapaswa kujiuliza. Leo ni wakati wa kutubu. Leo hii ni wakati wa kufanyeje? Wa kutubu, wa kuachana na makosa yetu, wa kuweza kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Usisubirie mpendwa, ni siku nyingine. Hapana, ni leo hii. Mungu anatupenda sana, ndio maana kupitia Kristo Yesu tunaendelea kutakaswa siku kwa siku. Tunapoungama dhambi zetu, tunapofanya toba, Yesu yuko katika chumba cha pili cha uombezi akituombea kwa Baba. Kazi yake ni kutupatanisha na Mungu. Kazi yake ni kutuhakikishia sisi tunapata ule ukombozi ambao yeye alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Kitu gani kinakufanya au kinakufanya usubirie kesho? Kwa nini usitubu leo? Kwa nini usiamue kuachana na dhambi zako leo hii? Kwa nini usiamue kuachana na yale makosa na yale mambo ambayo yanakutenga na Kristo? Kitu gani kinakuzuia mpendwa? Hakuna kinachokuzuia. Amua leo hii, kwa sababu ndicho ambacho Kristo anasubiri kwa ajili yetu. Kwa sababu gani? Ule uhusiano wetu utakavyoendelea kuimarishwa kwa njia ya toba, kwa njia ya kufanya matengenezo katika maisha yetu, ndivyo ambavyo tunaweza kuendelea kuimarisha maisha ya uaminifu. Tunapoishi kulingana na sheria na taratibu za Mungu, tunaishi katika hali ya kuendelea kuamini ya kwamba nitahama katika dunia hii na kuishi na Yesu milele zote. Tuwe tayari kuondoka katika sayari hii. Kama bado kuna jambo ambalo linakutenganisha na Kristo, mpendwa, liondoe jambo hilo, halina maana yoyote, kwa sababu wewe ni msafiri tu. Yote ya duniani humu tutaviacha. Hakuna chochote utakachokibeba katika dunia hii. Hakuna starehe wala raha yoyote itakayokufanya wewe eti utengwe na Mungu halafu eti utaenda mbinguni. Hakuna kitu cha namna hiyo. Ni lazima tuishi kwa uaminifu. Hata pale tunaposhindwa, tusiangalie kushindwa kwetu, tumtazame Kristo. Tuangalie kushindwa kwetu katika kumrejelea Kristo. Tuungame, na tunapoungama Mungu anatusamehe na tunakuwa wapya. Tunazaliwa upya, tunatakaswa kila siku, tunasafishwa kila siku ili tupae kwa uzima wa milele. Hebu Bwana akatusaidie leo hii, asiwepo hata mmoja ambaye atakosa kufanya toba, atakosa kurudisha na kurejesha uhusiano wake na Mungu kwa sababu iwayo yote. Tudhamirie, tuamue na kukata shauri leo hii, sio kesho, bila kusitasita, ili kwamba Mungu akayaweke majina yetu katika kitabu cha uzima wa milele, na siku atakapokuja Yesu tukafurahi na kuwa na amani kukutana na yeye. Hebu Bwana akatubariki na akalibariki somo hili katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana apewe sifa. Amina.
mwenye sikio na asikie. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni somo ambalo linatukumbusha juu ya ujio wa Yesu. Na sasa kila mmoja unapokaa hapa duniani, lakini ujue wewe si mwenyeji wa hapa. Kwa sababu gani? Unaishi maisha ya mbinguni. Bwana atubariki wote, lakini pia ambariki mnenaji wa siku ya leo. Basi niwakaribishe tuhitimishe kipindi chetu kwa kuimba wimbo wa namba 78.